Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa. Na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho kimehappen hivi karibuni. Nataka tuzungumze kuhusiana na jambo ambalo Mange Kimambi ameamua kuzungumza kuhusiana na hiki ambacho kinachomkabili mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Nicole Jobery. Nadhani kila mtu atakuwa anamjua Nicole ni nani. Bwana, huyu ni bidada ambaye amepata umaarufu kutokana na baadhi ya kazi za kisanaa ambazo amekuwa akizifanya. Kwanza kabisa ni bidada ambaye yuko na shepu, kwa hiyo pia ni moja kati ya vitu ambavyo kama tulivyozungumza katika video zilizopita kwamba warembo wengi sana hapa Tanzania wenye mashepu ni rahisi sana kupata clout, kupata followers na vitu vingine kama hivyo. So kutokana na shepu ambayo yuko nayo, huyu binti bwana akaja akapata fursa ya kucheza kama video vixen katika wimbo wa Bedroom, wimbo wa Harmonize, moja kati ya track ambazo zilifanya vizuri, na yeye pia akapata umaarufu mkubwa, hususan baada ya kutokea scandal kwamba yeye na Harmonize wana date. Kipindi hicho Harmonize akiwa tayari yupo kwenye ndoa na mwanadada anayefahamika kwa jina la Sarah Michiloti. Sasa baada ya hayo yote kutokea, Nicole akapata umaarufu zaidi na watu wengi sana wakawa wanamfuatilia. Baadaye akapata fursa ya kuwa muigizaji katika baadhi ya tamthilia hapa Tanzania. Kuna tamthilia ambazo alipata nafasi ya kwenda kuigiza, kwa hiyo huko napo pia ikasababisha popularity yake ikazidi kuongezeka. Kwa hiyo ni mcheshi vile vile, ni mwanadada ambaye anajua kutengeneza content, kwa hiyo watu wengi sana wakawa wanamfuatilia. Sasa huyu Nicole bwana, inasemekana kwamba kuna michezo ya pesa, wanasemaga ile michezo ya upatu, Nicole alikuwa anajihusisha nayo. Na katika hii michezo ya upatu ambayo Nicole alikuwa anafanya, kuna tukio ambalo limehappen kwamba Nicole bwana inasemekana kwamba alikusanya fedha takriban milioni zaidi ya milioni 180 za Kitanzania, alafu baada ya hapo akawa apokei simu za watu ambao walikuwa amekusanya fedha kutoka kwao, yani watu ambao walikuwa yuko nao katika mchezo huo wa upatu walikuwa wakimpigia kwa ajili ya marejesho, alikuwa apokei. Na mwisho wa siku akashtuka kwamba anataka kukimbia nchi aende Nigeria. Hapo ndipo akalipoanza kufuatilia hizo process za polisi, na mwisho wa siku Nicole akakamatwa, na mpaka sasa hivi hapa ni takriban zaidi ya wiki sasa inaenda Nicole akiwa anashikiliwa na jeshi la polisi kwa makosa hayo ya kuchezesha upatu, ambapo na pia vile vile kutaka kutapeli watu, yani kama kwa namna moja au nyingine tayari ameshawaingiza watu kingi, ambapo kwa mujibu wa mashtaka, kwa mujibu tulivyosikia habari za ndani wanasema kwamba kitendo tu kuanza cha kuchezesha upatu ni kosa kisheria, kwa sababu hii michezo ya upatu hainaga vibali. Lazima uwe na kibali kutoka BOT kwa ajili ya shughuli zote zile za kifedha, hususan katika suala la kukusanya pesa kutoka kwa wananchi. Kukusanya pesa kutoka kwa umma lazima uwe na kibali kutoka BOT. Kwa hiyo hilo ni kosa la kwanza kabisa ambalo Nicole amelifanya, na hiyo issue ya utapeli pia ni kosa jingine. Sasa kwa mujibu wa kesi yake ilivyosomwa juzi alipopelekwa mahakamani, anatakiwa kesi itatajwa tena tarehe 29 mwezi huu, na Nicole ili aweze kutoka nje uraiani akiwa anasikiliza kesi, akiwa anafuatilia kesi yake kutoka nje, akiwa yuko nje yani, alitakiwa kutoa dhamana ya milioni 46.3 au mali isiyohamishika yenye thamani hiyo, kitu ambacho Nicole amefeli kulipa hiyo dhamana. Kwa hivyo basi amerudishwa rumande. Kwa hiyo Nicole mpaka hapa tunavyozungumza bado yuko rumande, na wadau mbalimbali huko mitandaoni wamejitokeza kwa ajili ya kuchangisha fedha, maana kuna wasanii na baadhi ya celebrity wameanza kusema kwamba ni jambo la heri au la busara wakianza kukusanya pesa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanamchangia Nicole aweze kupata hiyo dhamana, na wengine wakiwa wanaona kwamba haiwezekani tukamchangia, kwa sababu ukizingatia huyu huaga anasema kwamba yeye anaishi maisha fulani hivi expensive life, yuko na pesa, ana biashara ambazo ukikusanya biashara zake zote zinakaribia thamani ya almost bilioni 1 ya Kitanzania, anaendesha magari ya kifahari na mambo mengine kibao, akidai kwamba yeye kwa siku anatumia almost milioni 3 na kuendelea per day. Umeona Kwa hiyo kutokana na majigambo ya Nicole, kuna watu wamekuwa wameresist kumchangia kwa ajili ya yeye kupata dhamana, lakini pia wengine wanajiuliza kwamba hizo milioni 180 na zaidi alizokusanya kutoka kwa hawa watu kwenye hiyo michezo ya upato amezipeleka wapi? Kwa nini asitumie hizo pesa kwa ajili ya kulipia hizo dhamana? So mambo yamekuwa ni mengi, lakini hizo processes za kumchangia Nicole naona kama vile watu wasanii bado wanaendelea kuhamasishana. Sasa Mange Kimambi hapo ndipo alipoingilia kati hili swala, na akaweka wazi kabisa kusema kwamba hivi kuna post hapa, ameweka post ya Nicole akiwa yuko mahakamani, kisha akaweka hapa chini maneno kwenye caption akiwa ameandika kwamba hivi hao wanaotaka kumchangia Nicole hiyo hela ya dhamana hivi mna utu nyie?
kuna Mange ameuliza hivyo kwamba je, hao wanaotaka kumchangia Nicole hiyo hela ya dhamana wana utu kweli? Yaani instead ya kuwachangia wanyonge waliotapeliwa, mnataka mumchangie aliyewatapeli. Hivi mna akili nyie? Mange ameuliza tena. Umeona? Kwa hiyo Mange ameona kwamba haijakaa sawa watu kumchangia Nicole hapa atoke, wakati Nicole ndo amewatapeli watu. Kwa hiyo Nicole hapa sio victim. Victim ni wale watu ambao wametapeliwa. Sasa inakuwaje watu wanataka wamchangie Nicole atoke? Ni bora hata wangewachangia wale ambao wametapeliwa fedha zao. Umeona? Kwa hiyo Mange anasema kwamba huo sio utu. Hakuishia hapo, Mange akaendelea kusema kwamba huyu sikutwa alikuwaga anajisifu kwamba ana mashamba, sijui ana majumba, ila leo hii hana hata hati moja. Hana hati hata moja ya mali isiyohamishika. Ndio huyu. Ndio hii tunawaambiaga kwamba kila siku kwamba msiamini maisha ya watu maarufu mitandaoni, na hapa najiingiza na mimi mwenyewe pia vile vile. Ishi maisha yako. Yawezekana unamwadmire mtu ambaye umemzidi kila kitu, kasoro umaarufu tu. Umeona? Kwa hapa Mange ametoa somo kwa baadhi ya watu kwamba wasiwaamini mastaa na maisha yao ya huko mitandaoni, kwa sababu huyu Nicole alikuwa anajiproud kwamba yuko na pesa, yuko na business, yuko na vitu kibao. Inakuwaje anashindwa kulipia dhamana ya milioni 46.3? Kwa hapa naambia kwamba msiamini maisha ya watu huko mitandaoni. Unaweza kuwa unamwadmire mtu na lifestyle yake unayoiona mtandaoni kwa vile ni maarufu, kumbe umemzidi kila kitu, unaishi vizuri kuliko hata yeye. Alichokuzidi yeye ni umaarufu tu. Haya, akaendelea kusema kwamba ila maisha bwana haya, leo mibaba yake yote haionekani. Kweli kakosekana mbaba wake hata mmoja wa kulipa hiyo milioni 40. Sasa lile kalio la kazi gani kama huna hata milioni 43 benki? Ndugu zangu, tukaeni na flat screen zetu. Kumbe hakuna utofauti wowote kwenye benki account ya flat screen na ya mwanamke mwenye msambwanda. Anyway, pointi ni kama kuna michango ya kufanya kwenye hii kesi ya Tabu Mbaga, ni michango ya waliotapeliwa ndio ifanyike. Huyu mwacheni anyie debe kwanza. Mange ameposti hivyo. So hayo ni maoni yake Mange Kimambi kuhusiana na hii issue. Amesuggest kwamba kama watu wanataka kufanya michango, ni bora wakafanya michango kwa ajili ya kuwasapoti wale ambao wametapeliwa kuliko kufanya michango ya kumtoa huyu aliyewatapeli. Umeona? So hivyo ndivyo mchongo ulivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.